Roma Mkatoliki kwa mara nyingine tena amewalipua serikali kwa kushindwa ama kuchelewesha kabisa kufanya maamuzi ya haraka ama kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji yaliyotokea Oktoba 29 wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa Roma ameandika ujumbe mrefu kupitia Twitter ya kwake ama X ukipenda, akiwa anaituhumu serikali na kuichekelea na kuikejeli pia kutokana na kwamba wameitengeneza kamati ya kuweza kuchunguza mauaji ya watu zaidi ya 10,000 na kupigia mfano nchi ya Australia ambao kumetokea mauaji, nadhani kwamba imekuwa ni kabla ya jana, na tayari uchunguzi ulishafanyika na watuhumiwa walishakamatwa na kuna wale ambao wameshatiwa mbaroni tayari kutokana na kisa hicho. Sasa kupitia mtandao wake wa X, Roma alikuwa ameandika ujumbe na kusema hivi: Australia, wale jamaa wameshuti raia beach na wameua na kujeruhi watu. Haijapita hata masaa, wameshakuwa identify na wamedakwa tayari na mmoja kauliwa. Njoo Bongo sasa, wameuliwa raia zaidi ya 2,000 mpaka leo hakuna muuaji hata mmoja aliyekamatwa. Eti inaundwa tume kuchunguza. Tume ushuzi, tuna uongozi wa kiduanzi mno. Ndio ujumbe ambao alikuwa ameandika kupitia X yake, lakini pia akawa ameshare ujumbe huo kupitia Instagram ya kwake, na pale chini akasindikiza pia na caption akaandika hivi: hapo ndipo utaconclude ukiona hajakamatwa mtu, basi ujue wao ndio wahusika. Huwezi ukajichunguza, huwezi kujikamata. Tume ile ni danganya toto kula Kande Beach. Ipo siku mtazilipa damu za ndugu zetu. Hatusahau, hatujasahau na hatutasahau. Kuna tuma ambazo Roma kazitoa hapa, na kulingana na hiki ambacho amekiandika Roma, yeye anaamini kabisa kwamba, kwanza ameweza kusema kwamba tuna uongozi fulani hivi wa kiduanzi, uongozi wa kipuzi, yani kama amewatusi uongozi wa serikali ambayo ipo madarakani sasa hivi, na kukejeli swala zima na kusema kwamba watu wanauawa wengi, tena kuna evidence ama kuna ushahidi kabisa wa kutosha, lakini inatengenezewa tume. Lakini sasa kuhusiana na tume hiyo pia ameichana tume hiyo na kusema kwamba ukiona mpaka sasa hivi tume inachunguza na haijamkamata mtu hata mmoja, inamaanisha kwamba walioko kwenye madaraka ndio walihusika kufanya kosa hilo ama uhalifu huo. Ndio maana hawezi akajikamata na hawezi akajichunguza wenyewe, maana amesema kabisa na ameleka kwa herufi kubwa kusema kwamba huwezi ukajichunguza na huwezi pia kujikamata. Sasa yanasema kwamba tume hii imeundwa tu kama fumba macho fulani hivi ya kuweza kuwachanganya wa Tanzania, lakini mwisho wa siku waliohusika katika kufanya mauaji ya Oktoba 29 walikuwa ni serikali, lakini pia serikali yao wanaamua kutengeneza tume ili wananchi waone tu kabisa kwamba kuna uchunguzi ama kuna kitu ambacho kinafanyika kwa ajili ya kuweza kujua mauaji yalifanyika na nani. Sasa kwa upande wa Roma Mkatoliki anaamini kabisa kwamba serikali ndio ilihusika katika kuwaua hao watu walioko madarakani sasa hivi, ndio walihusika kuwaua hao raia, na sasa wenyewe hawaweza kujikamata, ndio maana imehusika kutengeneza tume. Anaamini kwamba kama kungekopa ni mtu ambaye hahusiki ama serikali haijahusika, basi hakungetengeneza tume, badala yake uchunguzi ungeanza moja kwa moja na ukamataji tayari ungeanza kufanyika. Sasa hapa Roma anaamini kwamba serikali kuna kitu ambacho hakijakaa sawa, lakini ameamua kutumia maneno ya wazi kabisa kusema kwamba hii serikali ni ya kiduanzi. Anasema kwamba tume yenyewe, kwanza katumia neno la kwa kejeli, pia sema kwamba ni tume ushuzi. Sijui na muonekano kuhusiana hiki ambacho amekisema Rhymes of Magic Attraction Roma Mkatoliki.